Awali ya yote, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Tumeamka salama na sasa tuko halmashauri ya wilaya ya Itigi. Mheshimiwa Waziri Mkuu tumempokea jana katika mkoa wetu wa Singida. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, aliweza kufika salama na leo amefika salama hapa katika halmashauri ya wilaya ya Itigi. Toka jana viongozi wetu wa dini wametembea nasi katika kumkaribisha Mwenyezi Mungu katika ratiba hii, na wenyewe tunawashukuru sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tuko salama kama ulivyotuona jana Manyoni, unatuona leo Itigi, na utaona wilaya zote mpaka tutakapomaliza kwamba mkoa wako huu wa Singida uko salama. Usalama mkubwa wa watu na mali zao, lakini mkoa una usalama mkubwa wa chakula kutokana na kazi kubwa na nzuri wanaofanya wananchi hawa katika uzalishaji wa mazao mbalimbali. Lakini uzalishaji huo usingeweza kuwa rahisi kama tusingewekeza kwenye sekta ya kilimo, kama tusingewekeza kwenye sekta ya uvuvi, mifugo na ufugaji wa nyuki. Kwa namna ya kipekee ninapenda nisimame mbele yako kwa ushahidi mkubwa kabisa kutoka hapa Itigi kumshukuru na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali yake anayoongoza awamu ya 6. Tumekuwa na uwekezaji mkubwa sana katika shughuli za uzalishaji katika mkoa wetu. Mkoa umeendelea kupata fedha nyingi kwa ajili ya shughuli za utawala, lakini shughuli za uzalishaji mali na utoaji wa huduma, na ndio maana tunahesabu mafanikio haya. Tunampongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa inayofanyika katika mkoa. Lakini na sisi kama Watanzania tulioshiriki kumchagua, tunampongeza kwa ushindi mkubwa aliopata Oktoba 29 na kuweza kuwa rais tena wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawapongeza viongozi wote wa kuchaguliwa ukiwemo wewe mwenyewe, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuliona jina la Dr. Mwigulu Lameck Nchemba na leo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ndugu zako wa mkoa wa Singida tumefarijika sana na tukuahidi hatutakuangusha. Mema na mazuri yataanzia nyumbani na kwingine kote Tanzania, moto huu utaendelea kuwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafanya mambo mengi, lakini kubwa tumejielekeza katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, dira ya taifa na mipango ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Singida kama nilivyosema jana, tumetambua sehemu yetu kama Tanzania, kama sehemu ya Tanzania. Tuko tayari kwa kazi na kazi tumeshaianza, na tunapata moyo kutokana na ukweli kwamba tunawezeshwa kifedha, wataalamu na vitendea kazi. Wastani wa fedha za serikali zinazoingia kila mwaka katika mkoa wa Singida tulianza na bilioni 180 mwaka 2021, lakini mwaka huu tunaomalizia tunamalizia na bilioni 294, na kama bajeti yetu itaenda vizuri ya serikali tunaenda kwenye bilioni 330. Kwa kweli haya ni mambo makubwa sana na uwekezaji mkubwa, lakini kubwa zaidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, pesa hizi zinakuja zote na wakati mwingine zaidi ya 100%. Nani kama Dr. Samia? Nani kama Dr. Samia? Zinatupa nguvu, tunaendelea kufanya kazi. Lakini na sisi hatuko nyuma katika kuhakikisha kwamba tunakusanya mapato kwa umahiri mkubwa. Kwa mwaka ulioisha TRA ilivuka 106%, mapato ya ndani 101%. Kwa hiyo kazi inaendelea, na mwaka huu naamini tutaenda mbali zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeweka mazingira rafiki ya watu wetu ambao wanatarajiwa kulipa kodi waweze kulipa kodi bila shuruti. Tumewatambua wote, tumewasajili wote, tunawajua wadogo, tunawajua wakati, tunawajua na wakubwa, na ndio maana sasa tunaweza kukusanya kodi kwa urahisi zaidi na mapato katika hali ya kutulia. Kwa hiyo nawapongeza sana Mamlaka ya Mapato mkoa wa Singida, nawapongeza sana wakurugenzi kwa maana yale mapato ya ndani. Naamini mwaka huu pia tutafanya vizuri sana. Singida hoye! Singida safi! Lakini pia tusikukusanya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakusanya na kuongeza. TRA ilikuwa inakusanya bilioni wastani wa bilioni 11 kwa mwaka, lakini kwa mwaka huu tunaenda kukusanya bilioni 35,
ni ongezeko ya mara 3 ya ile ambayo tulikuwa tunakusanya. Ina maana kuna kazi inaendelea, shughuli zinaendelea Singida na zinaendelea kukua. Lakini halmashauri zetu zilikuwa zinakusanya wastani wa bilioni 14, lakini mwaka huu tunaenda kukusanya zaidi ya bilioni 30. Kwa hiyo hapo napo kuna kazi zinaendelea, wananchi wa Singida wanazalisha, tunauza, tunapata fedha na tunapata tozo. Singida hoye! Singida safi! Tunafanya vizuri kwenye kilimo kama nilivyosema. Tunafanya vizuri kwenye uvuvi. Kwenye mifugo tunachanja, tumeshatambua mifugo zaidi ya 56% na kazi inaendelea. Lakini huduma za jamii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyosema, leo tuko Itigi. Naamini barabara za lami umeziona. Umetembea kwenye lami na kazi inaendelea. Umeme upo na hapa tulipo tunatumia umeme. Vijiji vyote vya Itigi vina umeme tayari. Tuna maji, lakini tunaendelea kufikia yale maeneo ya pembezoni. Huduma za afya tumeendelea kuimarika, lakini umeme kama nilivyosema, sisi kwetu sio anasa, umeme ni kitendea kazi. Viwanda vidogodogo vimeanza kukua kuanzia ngazi ya kaya. Kwa hiyo tuko salama, na utakapofika Dodoma, tunaomba mpelekee salamu Mheshimiwa Rais kwamba Singida tuko kazini, Singida hatutamwangusha, Singida hatutakuangusha na wewe. Lakini popote utakapofika, utakuta sisi sote ni watulivu. Utulivu huu sio bahati mbaya, ni kutokana na wananchi kuridhika na kazi nzuri inayofanywa na serikali. Lakini pia tumeweza kujumuisha makundi yote na tumekuwa kitu kimoja. Umoja wetu ndio ushindi wetu, na tumesema Singida amani yetu ndiyo maendeleo yetu.